Zaidi ya vitambulisho 1500 bado havijachukuliwa katika eneo bunge la Jomvu, kaunti ya Mombasa, huku wakazi wa eneo hilo wakihimizwa kujitokeza kuvichukua pamoja na kadi zao za wapiga kura ili kujitayarisha mapema kwa uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika mkutano wa ushirikishwaji wa umma kuhusu upangaji wa miradi ya NG-CDF kwa miaka ya fedha 2026-2028 uliofanyika katika eneo la Jomvu mapema leo, mbunge wa eneo hilo Badi Twalib amesema vitambulisho hivyo vitapelekwa katika maeneo ya mashinani ili kurahisisha wananchi kuvipokea. Na mimi mbunge wenu nataka kusema tutajaribu kuweka system ambayo from village to village wale wote ambao hawajaandika kadi ya kura waweze kujiandikisha kama wapiga kura. Badi amesema eneo la Pwani linatarajiwa kuandikisha wapiga kura takriban milioni 3.5 kuelekea uchaguzi mkuu ujao, huku Jomvu ikilenga kuandikisha zaidi ya wapiga kura 1044. Vitambulisho wachukue na kadi ya kura. Kwa nini nasema wachukue kadi ya kura? Kadi ya kura ndio itakudetermine kujulikana wewe ndio mtu wa Jomvu. Leo hii nataka kuwaeleza research ambayo results zake tumepata jana. Ndani ya Jomvu kuna target ya kando na registered voters ambao ni 75,000. Target yetu tutatakikana kupata 44,000 kwa sababu William Ruto, rais wetu wa Kenya, ataka target yetu hapa cost iwe 3.5 million, milioni 3.5. Nyinyi ambao mwazungumza hapo hivyo, zenu milioni ngapi nukta ngapi? Kwa hivyo 3.5 million zatakikana iwe ni target yetu kama cost. Katika 3.5 million Jomvu tuna target ya 44,000. Badi aidha amewahimiza wananchi waliopoteza vitambulisho vyao kujitokeza na kuomba vipya na kuhakikisha wanapata kadi zao za wapiga kura kwa wakati. Aidha amewataka wananchi kutokubali kushawishiwa kwa hongo au zawadi ndogo ndogo ili kuhamisha maeneo yao ya kupiga kura, akisisitiza kuwa kura ni haki ya msingi ya kila Mkenya na inapaswa kutumika kwa busara katika kuwachagua viongozi. Vitambulisho wachukue na kadi ya kura. Kwa nini nasema wachukue kadi ya kura? Kadi ya kura ndio itakudetermine kujulikana wewe ndio mtu wa Jomvu. Ali Vincent, Benvin TV.